nenda kasimamie miradi vizuri, na wewe usiye sehemu ya uchakachuaji wa miradi. Kila mmoja wetu akiishi kiapo ambacho mmekisoma hapa siku ya leo, maana yake tutafika kwa haraka kule ambapo tunapanga kufika kama nchi, kama mkoa, kama wilaya, katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa ni imani kwamba sisi katika ngazi ya mkoa, kila mmoja ambaye ameapa ataishi kiapo chake. Kisiwe tu ni maneno umeyatamka hapa, lakini nenda ukakiishi. Kwa kutambua umuhimu huo, bodi imeendelea kuimarisha usajili na udhibiti wa taaluma hii ya ufundi sanifu, ambapo hadi sasa jumla ya mafundi sanifu 3762 wamesajiliwa. Hii ni idadi ndogo, lakini bodi inaendelea kusajili mafundi sanifu zaidi. Najua wengi wapo bado hawajapata usajili. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi pamoja na kuwasajili mafundi sanifu inaendelea kuhakikisha inaimarisha mifumo ya usajili na udhibiti wa wataalamu wa kada ya uhandisi kwa kuhakikisha kazi za uhandisi zinatekelezwa kwa kutumia wataalamu waliosajiliwa, kupanua wigo wa mafunzo ya kuongeza ujuzi kupitia shule ya uhandisi mahiri na uongozi ambayo ipo Morogoro, kuimarisha matumizi ya mfumo wa kidijitali katika usimamizi wa taaluma na kuongeza ushiriki wa wataalamu wa ndani katika miradi ya kimkakati. Hatua hizi zimechangia kuongeza ubora wa huduma za kihandisi na kuimarisha ushindani wa wataalamu wa ndani. Sheria imewekwa takwa hilo la muhimu la kiapo kwa sababu kazi za kihandisi ni kazi ambazo sensitive, zisipochukuliwa kwa ukubwa wake zinaweza kuleta madhara makubwa sana. Kwa hiyo takwa hili la kiapo linawafanya wahandisi wawajibike katika kile ambacho wanakwenda kufanya, lakini pia wanawapa assurance wananchi kwamba kazi wanazozifanya ni kazi ambazo wamezisomea na wanaweza kufanya kwa mujibu wa kanuni, sheria na miongozo.